Hujambo, karibu asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2025. Ripoti zinatokea Msimbazi, makao makuu ya klabu ya Simba. Mimi nimeamka zangu hapa na wazee kujadili yale ambayo yalijili kuanzia Machi 7 mwaka 2025 mpaka leo tarehe 10, huku siku moja kabla ya kuamkia leo kwa maana ya tarehe 9. Imetoka taarifa kwa umma nyingine kutoka kwa klabu ya Young Africans mara baada ya bodi yake kukutana chini ya rais wa klabu hiyo Young Africans Engineer Hersi Saidi. Menivuta hapa kwa sababu wao wanazitaka alama 3 na wanataka kama ambavyo wamedai kamati ya kutokana na mfulizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto pamoja wake Almasi Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Sasa mimi nipo kwa wazee hapa kutaka kusikia maoni yao ni yapi juu ya hiki ambacho kinaendelea hivi sasa, lakini timu ya Simba Sports kuto kufika uwanjani siku ya mchezo na mchezo wenyewe kughairishwa. Nipo na mzee Ramadhani, hali yako iko vipi mzee wangu? Alhamdulillah, namshukuru Allah. Uko vizuri? Namshukuru Allah. Yamejili mengi, wiki moja, juma moja nyuma ilikuwa ni tambo za nani atakwenda kufungwa, nani atachukua alama 3 na nani atauona mwanga wa ubingwa. Lakini tarehe 7 ni kama mambo yanabadilika na hali inakuwa hivi. Ulipokea vipi mzee wangu? Nafikiri tumepokea wanamichezo wote, ni kwamba unaona taratibu jinsi mpira wetu unaharibiwa na watu. Tutazame kamera mzee wangu. Mpira wetu unaharibiwa na klabu ya Yanga. Ili halina siri na linaonekana. Manake sasa hivi imekuwa hata hiyo kamati huwezi wewe ukaiongoza kamati. Kamati ina sheria zake, ina kanuni zake. Wametumia kanuni, wameangalia na mpira wetu wa Tanzania umekuwa unayumba. Kuyumbishwa na hivi vilabu, na mmoja wetu ni huyu mwenzetu ambaye tunasema ni mtani wa jadi. Sio mara ya kwanza, nafikiri kama miaka miwili au kama sikosema mwaka jana mwaka juzi kilitokea kitu kama hicho hivi. Muda baada ya kubadilishwa tu wao wakachukua kigezo kile, timu inakwenda uwanjani, tunapishana nao wanaondoka. Lakini msimu juzi, umeelewa? Lakini kwa taratibu nani, mpira wetu, unajua mpira sio ugomvi, mpira ni starehe na mpira ni burudani kwa Watanzania. Kamati hii ambayo leo wanaiona kwamba ni mbovu, wao wanaomba ivunjwe. Hii ndio ilitumia taratibu. Sisi tumekwenda katika muda ambao kamati ilipanga tukacheze mpira. Simba inaingia, tuliambiwa saa 1:15. Mara ya kwanza ilikuwa imepangwa saa 12. Wao tunapishana nao getini, wanatoka wanasema sisi muda wa kucheza mpira umekwisha, na bado kamati hii ikatumia busara, ikaahirisha mechi ile, ikapangwa siku nyingine na ilichezwa. Na sio mara ya kwanza, iliwahi kutokea kama sikosema mwaka 2000 au 99. Saidi Maulidi alileta sekete kubwa sana. Saa 6 mechi imeahirishwa. Wamegoma kwamba mchezaji wetu ameonekana sio raia, haiwezekani na hivi. Mimi mmoja hapo nilikuwa pale wizara ya mambo ya ndani wakati nakumbuka mzee Bakari Mapacho akiwa waziri wa mambo ya ndani. Iliahirishwa saa 6 mechi. Wao lakini bado zile kamati zilikuwa ni nzuri kwa upande ule. Juzi wamelianzisha wao wenyewe, umeelewa? Watanzania wote wapenda mpira wameona. Na taratibu huyo meneja wa nani wa uwanja kusema hana taarifa, hana taratibu kwanza, hana taarifa kuna mechi kesho itachezwa. Na siku zote sinafanyika hivyo. Kwani mara ya kwanza kusema kwamba mechi zitachezwa usiku pale kwamba muda wa serikali umeisha? Hakuna. Hao walikuwa wamepanga na kitu ambacho walikuwa wamekipanga, walijua kwamba watawini. Kamati hiyo ikaona kwamba kuridhia mpira wetu hatutaki ugomvi, hatutaki, wakaahirisha. Kwa hiyo Simba sio kama haikwenda kwenye nani. Kama wangesimamia msimamo tu, Simba tungeangalia itakuwaje, lakini kamati ikaona kitendo kile mwaka juzi kilifanyika. Hapana, mechi imeahirishwa, na ndio maana hakukuwa na mtu yoyote pale. Wamepeleka timu, wale walienda labda kutembea, hawakwenda kwenye mechi. Wale walienda kutembea, wanajua kabisa kamati ya ligi imeahirisha ile mechi. Kwa hiyo wasubiri tamko, ndio mpira wetu. Sasa kama wametoa tamko la kwao, hilo sio tamko la kamati, hilo tamko la kwao. Sasa kila mtu akitoa matamko, ligi yetu itakwenda wapi? Ndugu mwandishi, ligi yetu itakwenda wapi? Anatoa tamko kwamba apewe pointi 3. Alienda kucheza nani? Mechi commissioner alikuwepo pale, referee alikuwepo pale, wasimamizi walikuwepo. Wameenda wamezurura tu mle, wametoka. Wale tunawaita madunduga.
wale ni madunduga. Sasa tuone kamati itakapopanga tarehe, waache kwenda wenyewe, waache, ndio pointi zinaonekana zinakwenda wapi, kwa sababu hao wanayumbisha. Pointi zitachukuliwa pindi kamati itakapopanga, bodi ya ligi itakapopanga tarehe, alafu wao wakashindwa. Ndio wenye mpira wao, sisi hatuna mpira, ndio wenye ligi yao. Na ndio mara nyingi inapotokea maamuzi wakishasema wao, ukipinga ni sawa sawa wewe mwenzi amekamata mpini, wewe unakamata kwenye makali, utakatwa tu. Walishaahirisha, wangekuwa hawajaahirisha wangekuwa wanatamko. Lakini mechi imeahirishwa baada ya kuona kwamba hii vurugu mechi imetokeza. Kwanza hawajasema nani wameshamkamata mwenye makosa. Hebu tusubiri kwanza kamati, kwa sababu mpira wetu ni burudani. Umeelewa? Hawajasema kwamba nani mwenye makosa, nani anachukuliwa hatua. Wao wameenda kutoa tena matamko. Yaani wanaongeza vurugu. Hiyo ni vurugu. Ina maana hawaheshimu mpira. Mpira kama ni wakaanishe ligi yao, kama hawana nidhamu na mpira wetu. Hawana nidhamu na kamati yetu, wakaanzishe ligi yao. Ule bwana mkubwa yeye kama saizi anataka kutoka kwenye mpira aache kutuharibia. Tuliwaambia nyinyi mmeokota. Huyo sio mtu wa mpira. Saizi anakimbilia ubunge. Aende kwenye ubunge wake. Nani tena huyo? Nani? Huyo alitoa tamko. Sikatoa tamko NC. Huyo sio mwana michezo. Anatuharibia tangu ameingia. Kila tunachozungumza tulilalamika sisi, jamani, duniani hakuna mtu mmoja mwenye anakuwa na maslahi na timu moja alafu akadhamini timu 8. Tunaona timu ambazo wanacheza nazo ambazo wanajezi nayo, yani kama mechi hakuna, wanacheza upande mmoja tu, wanacheza. Sasa hii ligi ndio tumefikia hapo. Sasa wanaanza kutoa matamko. Hiyo kamati na wenyewe wajiangalie, vinginevyo watayumbishwa. Sawa. Nije kwa mzee Ngaona huko nisikie maoni yake yeye kwa upande wake yamekaa vipi. Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Uko vizuri? Niko vizuri. Bana, asubuhi sana mapema zaidi upo hapa Msimbazi, na nadhani umefuatilia na kusikia pengine na kuyashuhudia we mwenyewe yaliyoendelea tarehe 7 pamoja na tarehe 8, lakini tarehe 9 pia tamko la Young Africans. Wana Msimbazi, kwenye hili lipi mnalo la kuzungumza? Mimi siko mbali sana na mjumbe aliyopita bwana Ramadhani. Mimi naona bodi ya ligi ndio inayotuumbisha, ndio inawalea. Kwa sababu Simba hii si mara ya kwanza kufanywa kitendo kama hiki. Tulifanywa Mwanza tena na kiongozi wa mkoa. Simba anaenda kufanya mazoezi kabla ya mechi siku moja. Inatoa taarifa kwamba eti kuna mafundi wanatengeneza uwanja. Na maana siku zote walikuwa wanatengeneza uwanja na walikuwa wajui kwamba Simba timu gani inakuja kufanya mazoezi muda ambao mechi itachezwa siku ya pili. Ikafanyika tena KMC. Simba wanaenda kufanya mazoezi, wakwambia KMC wana jambo lao la mazoezi, kwa hiyo Simba wasubiri nje. Hii ni mara ya 3 Yanga wanaifanya. Kwa hiyo viongozi wa Simba walikuwa sahihi kwa maamuzi ambao waliofikiwa, kwa sababu wamezidi kutuonea. Hayo mimi ndio maoni yangu. Kwa hiyo kwenye hili mamlaka husika itaanza sasa kufuata kanuni zinawataka wafanye nini pindi mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Wasimamie mpira kama ulivyoelekezwa. Kuna taarifa za vyombo vya habari wanasema eti manager alikuwa hana taarifa kwamba eti Simba atakuja mazoezi. Ina maana basi hayupo kwenye mpira. Siku zote timu geni inajulikana kwamba kabla siku moja timu itakuja kufanya mazoezi. Ina maana wao walikuwa walijui kwamba leo Simba atakuja kufanya mazoezi mpaka watoe taarifa. Ina maana wao walijui kwamba leo Simba anakuja kufanya mazoezi. Alafu kizuri zaidi, viongozi wa Simba ni watu wa mpira, kwa sababu wamezoea hizo taratibu, kwa sababu wanazicheza kule nje. Wamekuja muda mwafaka, wamekuja saa 1 ili saa 1 waingie ndani wafanye mazoezi, ambapo siku ya pili mpira utachezwa saa 1:15. Walikuwa sahihi, bado unawazuia. Na Simba wamechukua karibu masaa 3 ili mradi tu waingie, bado unawazuia. Kwa hiyo nitaka Simba afanye nini? Waendelee kuonewa kila siku. Viongozi wangu mimi nawapongeza, walikuwa sahihi, wasio wanyonge kila siku. Watu wanaoitwa mabouncer mara kadhaa wamekuwa wakisikika kwenye matukio tofauti ya kuwapiga mashabiki wakiwa wanatoa maoni yao. Lipo hili tena limejitokeza la kuzuia basi la Simba Sports. Hawa watu ni kwamba mamlaka haisikii yale yanayoyafanya au mashtaka hayafiki kwenye vyombo husika ili kuchukuliwa hatua? Mimi kwa mawazo yangu naona kamati au wahusika wa mpira na mabausa yale lao moja, kwa sababu mabausa hawana uwezo wa kuzuia, kwa sababu ule uwanja sio kwao. Mamlaka ya kuizuia Simba anaipata wapi kama sio maelekezo? Nafikiri walielekezwa kwamba wakija Simba wazuieni, si tuko nyuma yenu. Hayo ndio mawazo yangu, kwa sababu hawana uwezo wa kuizuia Simba. Ule uwanja sio Yanga, kwa nini waizuie Simba kufanya mazoezi?
Kwa hiyo wale wanafuata utaratibu wanaopewa. Wamepewa utaratibu, ndio maana walikuwa na nguvu Okay, kwamba fanyeni hivi. Sisi tuko nyuma yenu. Kuna mabosi ambao wapo nyuma yao. Ndio. Mzee Ngaona, na kwa jinsi ambavyo mambo yamekwenda, jana nimeliona basi la Young Africans likienda Bunju. Kila mmoja ameeleza kwa namna ambavyo anaona. Wapo ambao wametafsiri ni utani, wapo ambao wameona kwamba ni kukosa uweledi kuweka mafuta unakwenda Bunju. Ninyi mnalitafsiri vipi? Suda taratibu ni uvunjishi wa amani tu, kwa sababu wao walikuwa wanatafuta Simba wapambane nao ili tutengeneze ugomvi. Sisi hatuna ugomvi na Yanga, sisi naona ni watani wetu, tuko kwenye mpira, sio kupigana nao. Kama wanatafuta mapigano basi waombe wanajeshi wakasaidia mapigano ya Sudani huko na Msumbiji au mabounce. Lakini Simba haikujisajili kwenye mambo ya ugomvi. Yaani nguvu kazi yao ikasaidia kuweka amani kwenye Msumbiji, Sudan. Sio kwenye mpira. Kongo. Bana, sawa mzee Ngaona. Ndugu yangu hapa nipo naye mzee Robi Moshi ambaye ni mwenyekiti wa hapa Msimbazi. Mzee wangu, heshima yako? Salama tu. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Mwenyekiti, mbona kama energy ni ndogo sana mwenyekiti? Wala si haiko ndogo. Mwenyekiti, unaniangusha mwenyekiti. Sikuangushi kabisa. Niko vizuri kabisa. Bana, wewe umefika mapema kabla yangu mimi. Mlikuwa mna vingi ambavyo mnavizungumza hapa. Lipi la msingi ambalo wadau walikuja nalo hapa kama hoja na ukasema hii ni hoja na ukipata nafasi utaizungumzia? Walikuja nalo walikuwa wanazungumza kwa nini TFF wakubali Yanga waingize timu uwanjani, na wao wameshaambiwa kwamba wasiingize timu, kwamba leo mchezo hamna, wao kaingiza timu uwanjani. Nani aliwafungulia? Yaani nani alifungua geti Yanga wakaingia? Nani alifungua? Na Simba walienda wakazuiwa. Ni nani aliwafungulia? Au taarifa na wenyewe hawakuwa nazo? Tunashindwa kuelewa sasa. Kwa nini wao wafunguliwe mlango, Simba wakataliwa kufunguliwa mlango? Na muda huo tamko limetoka kwamba mechi imehairishwa mpaka pale utaratibu mwingine utakapopangwa. Na wao wenyewe walisikia, wakaona kwamba ina maana wao wako juu ya TFF, wao ni wakubwa kuliko TFF. Au watu wa Young Africans au Yanga yenyewe? Yanga yenyewe wanaona wao ndio wakubwa kuliko TFF. Kinachowapa ujeuri hasa ni kipi? Tunashindwa kuelewa, kwa sababu kila Simba ikienda kucheza mechi zake lazima wakamiwe, wafanywe hivi vimtimanyongo nini, lakini si Yanga wakienda wenyewe wanacheza bila matatizo aina yoyote. Kwa hiyo sasa Simba imechoka, ndio maana wakaamua kabisa wajitoe moja kwa moja, wasiende wakacheze hiyo mechi. Nini kinachoipa Young Africans nguvu hiyo ya ninyi kuona kwamba wao wapo juu ya mamlaka? Naona kuna mtu anayemtegemea, vinginevyo sidhani kama ungeweza kufanya namna ile. Kuna mtu ambaye wanamtegemea. Sawa.